So ladies and gentlemen, mi niseme tu hapa inatosha kwamba tunaweza tukasema kwa sasa Iran ni mwanamume, na Iran ni mwanaume kwa sababu amepigana vita vikali sana ambavyo ni vita vilivyoanzishwa na baadhi ya nchi ambazo ni superpower niseme, ikiwemo nchi kama ya Amerika pale, ambapo ilionyesha wazi kabisa wanampiga Muiran kwa nguvu zote, ili mradi Muiran aweze kusalimisha zile silaha zake ambazo alikuwa nazo, ama aweze kujitahidi ili aweze kuanguka chini, ama ile serikali yake iweze kusambaratika, ikionekana wazi kabisa kwamba Iran ni nchi ambayo ilikuwa inaongozwa kwa vikali sana na serikali ambayo imeonekana kuwa ni serikali ya dini ya Kiislamu, ama ni serikali ambayo ni ya uongozi wa Kiislamu, ambapo ilikuwa inaenda kulingana na sheria za Kiislamu, ambapo watu wengi sana walipata ugumu mpaka kutembelea nchi ya Iran, ikizingatiwa kwamba imeonekana tu kwa watu wengine wa baadhi ya nchi nyingine kwamba ina sheria ngumu sana, lakini wenyewe walikuwa wanasema kwamba hino ndio sheria ambayo ililetwa na mtume wetu, basi hivyo basi inatubidi na kulazimu tuifuatilie vile ambavyo iko. Na hata baada ya kwamba ameweza kutandikwa, na yeye pia vile vile akatafuta njia ambazo atawafanya wale ambao ni maadui zake waweze kujutia lile jambo ambalo wamelianzisha, na kufanya mpaka kiongozi wao wa Kiislamu akaweza kuuliwa, kama vile ambavyo wanasadiki ya kwamba waliweza kumua, ambapo mpaka sasa tarehe 24 hii ambao ni mwezi mzima unaendelea kuisha tangu vita hivi vianze. Kiongozi huyu inasemekana ameuliwa, lakini mpaka sasa hatujaona mazishi yake yakitokea pale nchini Iran, ambapo majengo, sehemu za wanafunzi kusoma, majengo ya kiserikali, sehemu za mafuta ambavyo yanatengenezwa yaliweza kuharibiwa, na ikaleta tension kubwa sana bara la Uarabuni, ambayo ilibidi mpaka wengine ambao hawaishi kule, ambao walikuwa wameenda kule kwa minajili ya kazi, ikabidi watoke na kurejelea makwao kwa sababu ya kwamba imeonekana sio sehemu salama ya hao kuishi. Na hivyo basi Muiran akasimama juu chini na kuhakikisha kwamba yeye atafanya vovote vile ambavyo vitakuwa, ili mradi Muiran Amerika pamoja na Israel ambao ndio wameanzisha hivi vita, hao ndio wavisimamishe hivi vita, kwa sababu Muiran siku zote yeye alikuwa akisema kwamba mimi sina nguvu ya kusimamisha vita hivi, kwa sababu sio ambaye nilivianzisha, ambaye alianzisha vita hivi ni Amerika pamoja na Israel. Na hivyo basi sisi tutapiga wale ambao ni watu ambao wanamuona Amerika na Israel kama mungu wao vile, ambao ni nchi ambazo zimetuzunguka, ikiwemo kama Saudi Arabia, nchi kama ya Oman, nchi kama ya Qatar, nchi kama ya UAE ambao ni Dubai pale. Amerika wakajitahidi juu chini na kusema kwamba hawa ndio watu ambao sisi tutawatandika, na hawa tukishawatandika watasema kule kwa baba yao ama kwa kile kijimungu chao, na hao hiyo kijimungu chao kikijileta sisi tutadili na hicho. Ambapo Iran alisimama hata baada ya kwamba kiongozi wao alifariki, lakini nchi ikaendelea kwa content, na vile vile wakafanya mambo ambayo hayajaifanywa kabisa na nchi yote toka vita vianze. Na hao wamesema kwamba zana zao ambazo wako nazo, ambazo wameziweka kwa minajili ya kupigana vita, hawajatumia zile mpya, wanatumia zile za zamani mwanzo, ili waweze kuona vita hivi vitaelekea mpaka wapi. Ambao inaitwa Rasfan, ambao walienda wakapiga kituo kingine pia vile vile ambacho ni cha usambazaji mafuta pia karibu dunia nzima, wakakitandika. Walipokitandika, yule mkubwa wa kile kituo pale akaja na kusema kwamba itawagharimu takriban miaka 5 ili waweze kuregesha kituo kile kiwe imara kama ilivyokuwa. Na vile vile pia wakakiri kwamba wamepata hasara kwa sababu walikuwa wamechukua pesa za nchi tofauti kama deposit, ambao wanapaswa kuwasambazia ile energy ama mafuta ambao walikuwa wanayatengeneza pale. Basi ikawa ni hasara kwao. So Amerika naye pia vile vile akaona atafute njia mwafaka ya kumnyamazisha Iran, kwa sababu baada ya kwamba ameua kiongozi wao, walidhani kwamba sasa tushaua kiongozi wa Iran, so Iran haitakuwa na mdomo wote. Lakini Iran akasimama, na hata kidogo tu akachagua kiongozi mwingine, ambapo kiongozi mwingine alichaguliwa ni mtoto wa yule ambaye wanaamini ya kwamba hao wamemuua, ambapo alikuwa akitoa sheria kulingana na vile ambavyo alikuwa akitoa sheria akiwa kitandani, alikuwa
alikuwa amejeruhiwa kwa ile kombora ambalo linaaminika kwamba limuua baba yake, yeye ni kama alikuwa amejeruhiwa. Hivyo basi akawa anatoa sheria na amri akiwa ndani ama akiwa kwenye kitanda, ambapo baadhi ya amri ambazo kwa kizitoa ni ile kwamba hawa wa majeshi wa Iran wasilale na wasinyamaze na wasiogope na waamini ya kwamba ipo siku moja watashinda, ambapo Iran alikuwa akiwa accused sana ya kwamba yeye anataka kujihami na mabomu ya nuclear. Hivyo basi Muisraeli na pamoja na Amerika hawakutaka kabisa Iran aweze kujihami, kwa sababu alijua wazi kabisa Iran akishajihami atakuwa mtu mwingine hatari sana, na kwa sababu tayari Amerika kuna vitu ambavyo alikuwa anavitaka ndani ya Iran, ikiwemo pamoja na mafuta yale ya gesi pamoja na mafuta ndani ya Iran. Ilimbidi sana Amerika atafute njia yoyote ile, ili mradi ile serikali ya ndani ya Iran aweze kuisambaratisha ama kuiangusha, ili yeye awe kiongozi pale. Ndio pale ambapo Donald Trump alikuja hadharani na kusema kwamba baada ya kwamba amemua kiongozi wa Iran, yeye kama Donald Trump ama yeye kama kiongozi wa Amerika atahusika kuchagua kiongozi mwingine, na akishachagua kiongozi mwingine itabidi achague kiongozi ambaye anaendana na matakwa ya nchi ya Iran. Hivyo basi wa Iran wakamwambia kwamba jaribu uone, na sisi tutasimama ngangari, hakuna kitu chochote ambacho Trump utafanya. Pale Trump alipoanza kutoa kama nitasema vitisho baridi, akaanza kutoa vitisho baridi kwa nchi ya Iran kwa kuambia kwamba atenda wote within some hours, ama atatuma bomu la nuclear na lile likawamalize wote. Iran akasimama akamwambia kwamba wewe njoo tupige, kwa sababu alikuwa amesema kwamba ataenda piga vituo vyote vya mafuta ndani ya Iran. Na vile pia huyu Iran akasema once ukijaribu ama ukithubutu kujapiga kituo chochote aidha kikubwa ama kidogo ndani ya Iran, basi nasi tutasambaratisha hizi nchi za jirani zako zote ambazo wanakutegemea ama ambao wanakuabudu, ambao ni kama Saudi Arabia, Oman, Iran, Qatar, pia vile UAE ya Dubai. Pale walikuwa wamechoka ambiwa Amerika akijaribu kuthubutu kupiga kituo chochote cha mafuta aidha kikubwa ama kidogo ndani ya masaa 48 ambayo Amerika alikuwa amepiana kama warning, basi Iran naye pia akasema kwamba hawa Waarabu ambao wametuzunguka hapa, kwa sababu ni kama wanakuabudu, watakwambia kile kitu ambacho tutawafanya hawatawaisahau. Alafu vile pia Iran akaongezea na kwambia kwamba hata zile nchi za uzunguni ambazo zinategemea mafuta kwenye hizi nchi za Kiarabu hapa, ambazo wewe umeweka kambi zako za kijeshi kule, ikiwemo nchi kama ya UK, nchi kama ya France, mbali na kwamba wana vifaa na wana zana za vita kali sana ambazo wamejiwekea, Iran akasema kwamba sisi hapa tuko na zana ambazo zinaweza zikaenda asilimia mpaka, yani zinaweza zikaenda umbali wa kupiga mpaka Paris Saint-Germain huko, na tukatandika nchi kama hiyo, tukatandika vituo kama hivyo, ambapo Amerika vitu kama hivi ama tishio ambalo lilitoka kutoka Iran kikweli kabisa lilimwogopesha, na ikabidi aje tena vile Amerika na kusema kwamba wanataka wamalize ile vita. Hivyo basi wanataka kuketi kwenye meza ili waweze kuongea na yule ambaye ni kiongozi wa Iran ili wamalize ile vita ambavyo vinaendelea na maisha yarudi salama. Lakini baada ya kwamba Amerika alisema kwamba kwenye deal ambayo wanataka kuitengeneza ili vita viishe, kuna vigezo fulani ambavyo Iran lazima avifuate ama Iran lazima avikubali ndio vita viweze kuisha. Na baadhi ya vigezo hivi ambavyo viliweza kutolewa na Amerika ambao ni Donald Trump, alisema kwamba anahitaji miundombinu yote, na anahitaji rasilimali zote, na anahitaji vifaa vyote pamoja na madini yote ambayo Iran angetumia kutengeneza nuclear bomb. Na akasema endapo watakubali wa Iran, basi Donald Trump mwenyewe na jeshi lake wataingia ndani ya nchi ya Iran na kuchukua miundombinu ile na kwenda nayo Amerika. So anza kuangalia ule unyama ambao ako nao huyu jamaa, ya kwamba amesema kumake deal ili vita viishe ni Iran aweze kuachilia miundombinu yake ile ya kivita pamoja na vile vifaa vyake ambavyo anatumia kutengenezea silaha za nuclear, ili Amerika aweze kuvichukua. So Amerika anataka ajiongeze kuwa mkali zaidi ama ajiongeze kuwa vizuri zaidi kivita, alafu Iran ampunguze makali yake ya kivita, ndio Amerika asema ya kwamba sasa tunaweza kumaliza vita, ambapo ndio pale Iran akaja akasema kwamba
baada ya kwamba nyinyi ndio mlianza vita na sasa nyinyi ndio mnasema mnakuja kwenye meza tumalize hivi vita, tunawakubali tuketi tuzungumze, lakini masuala yenu mliokuja mkaiongelelea hatuwezi kubali, na kama mnataka tuendelee na vita kwa sababu sisi hatukubali na vigezo ambavyo mmetupea, basi sisi kama Iran tuko tayari vita viendelee. Ujue hili ni jeshi la mtu mmoja na linapigana na watu wengine tofauti kule, ambako kuna baadhi ya nchi zimeweza kupongeza msimamo wa Iran na nchi zingine zikaweza kushtumu mpango wa nchi ya Iran, kwa sababu siku zote Iran amekuwa akipigwa, lakini alikuwa hapigi ama alikuwa halipizi mapigo yake, na vifaa vyake ambavyo ako navyo ni ngumu sana kugunduliwa na kujulikana ni vifaa gani ambavyo ako navyo, kwa sababu mpaka sasa imefahamika kwamba Iran ameweza kusimamisha bahari ama mlango wa bahari na kusema kwamba kifaa chochote ama meli yoyote ambayo itapita hapa kutoka nchi yoyote ile pasi kulipa na nchi kama ya Amerika ama nchi ambayo inamiliki kambi za jeshi la Amerika, basi tutailipua. Imekuwa gumzo sana, kwa sababu nchi hazipiti pale, meli hazipiti pale, imeleta hasara, imeleta bei ya mafuta duniani kupanda maradufu, imeleta maisha imekuwa magumu sasa, kwa sababu vita hivi vimesababisha vitu vingi ambavyo watu hawakutazamia kwamba vitakuja kuerupt baadaye. Na sasa nafikiri watu wameanza kuwa na akili timamu, hata wale ambao wametoka East Africa ambao kila wakati walikuwa kidhani ya kwamba hiyo ni vita vya kidini kama ya Kiislamu pamoja na dini ya Kikristo, ambapo yule rais wa Israeli mwenyewe pia vile Netanyahu alikuja pia na kusema kwamba anamshutumu Yesu Kristo. Alikuja pia vile akasema kwamba yeye anamshutumu Yesu Kristo, na akasema kwamba Yesu Kristo hasaidii chochote, na ni kitu ambacho Wakristo wanaamini ya kwamba Yesu Kristo, baadhi ya Wakristo sema wote wanaamini kwamba Yesu Kristo ndio Mungu wao ama ndio kiongozi wao, na astaghfirullah ndasema, ambapo utaona kwamba huyo ambaye anadhani kama ni kiongozi wa Mungu wao tayari anaonekana kama sio mtu muhimu wala sio kiungo muhimu sana kwa Israeli. So unaanza kujiuliza ni vipi vionekane kama hivi ni vita vya kidini? Kiukweli kuna zaidi ya vita vya kidini, na hata baada ya kwamba Marekani wameweza kusema kwamba wanatafuta mbinu ya kusimamisha vita hivi, lakini Muisraeli amesema kwamba yeye hatosimama na yeye ataendelea kupigana na vita hivi mpaka vifike mwisho. So it is what it is, ladies and gentlemen, acha tutegee tuone kitu gani ambacho kitaendelea.